jambo la kukosa tauhidi katika moyo wa mtu lina madhara mengi sana. Ikawa mtu ana itikadi za kishirikina, kwanza achilia mbali madhara ambayo yanampata yeye, bali mpaka jamii anaitia katika madhara, hasa hasa wale ambao watakuwa na mrengo wake yeye kwenye upande wa kutokuwa na tauhidi. Leo inafikia hatua mtu anakosa amani ya kulala kwa sababu tu kwenye nyumba yake usiku umelala bundi au kasikia sauti ya bundi. Kaaminishwa kwamba bundi akilia juu ya paa usiku, hiyo nyumba kutakufa mtu, kana kwamba yule bundi ndio malakul mauti, yani akija pale atoa roho. Yani subhanallah. Wewe tazama pia katika madhara ya kukosa tauhidi na ushirikina kujaa katika vifua vya watu, namna watu walivyokuwa hawana amani. Na kalitaja hili Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'ani, alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, wale ambao wameamini na hawakuchanganya imani yao wao na ushirikina, hawatakuwa na amani. Ila waliochanganya kinyume chake hawatakuwa na amani. Leo mtu akiwa na tauhidi anaweza akalala hata nje anajiamini, lakini kuna mtu yupo ndani, humo ndani pia katundika mahirizi, haamini pia ndani, yeye mwenyewe pia hajafikia hapo, pia ana mahirizi. Huku pia kuna waganga waambia mnilinde watu wazima, ili kukosa tauhidi katika moyo wake, mpaka inafikia hatua sasa wanadhurika watu wengine ambao wao wapo katika hali ya tauhidi kwa sababu ya aliyekosa tauhidi. Nyie tazameni jambo ambalo lilikuwa limeenea masiku ya nyuma, au yani kwa maana limepungua nguvu kwa sasa kwa sababu tayari lishabainishwa juu ya ubatili wake. Tazama ndani ya ili jambo na jambo lenyewe, pamoja na yale yaliyokuwa ndani katika makosa, limepelekea hatua mpaka baadhi ya watu wamedhurika. Jambo lenyewe la kuitakidi kwamba kuna watu wakikugusa bega unaibiwa uume, ni ukiguswa bega tu uume unaondoka. Ili jambo lilivyokuja hivi, kwanza uongo kwa wale ambao wao walithibitisha ili jambo kiutafiti kwa mujibu wa tafiti zao, na sisi tunatakiwa tuamini watu kama wale kwenye mambo kama yale, kwa sababu wao ndio ambao Allah kawapa maarifa hayo. Madokta wakapima kwamba kila ambaye anadai hivyo akipimwa anaonekana ni mzima. Sasa hebu tazama hii itikadi namna ilivyokuwa. Watu wakawa wana itikadi kwamba ukiguswa bega umo unaondoka, bali baadhi ya watu wazazi katika madaris wanawapigia baadhi ya walimu kwamba mwanangu asiguswe bega, na hata na mwanafunzi mwenzake asimguse bega. Sitaki mwanangu wa kiume aguswe kabisa, nataka wajukuu mimi hapo, sitaki aguswe. Itikadi ikawa imeenezwa kwamba ipo au ili jambo lipo, lakini kisha baadaye angalia madhara. Ukiachilia mbali huu uongo ukaenezwa, ukatokea madhara ya itikadi kwamba ikitokea sasa unataka uhifadhi uume wako, mtu hataki kushika bega usipotee, iweje? Watu wakaundua, kuna zile wanaita tura, wengine tura sijui kwa nahitaji, zimefanana kama zile nyanya zilivyo, wanahitaji achilia mbali rubber band zile ambazo walikuwa wanafungia juu, ambazo kuna kama kile wanaita, mimi najua kwenye la tura, zile tura zile, na ndani yake kuna balabendi zile, na wengine waita rubber band. Kisha hapo kuna pini, kwa maana hivyo ukivifunga kwenye mkono sawa sawa kama umeukaza uume wako, hautoki ukaibiwa. Hebu tazama hii itikadi namna ilivyokuwa na madhara, na pia haikupelekea kudhurika hao wenye itikadi hii tu, bali kuna baadhi ya watu wamedhurika pia. Mimi nimeona
na nikashuhudia tukio moja kwenye hivi vyombo vya habari kwamba kuna mtu, na hii nilisikia kwenye simu ikiwa ni mwenzangu yeye kaeka anasikiliza. Kuna mzee kwenye gari anaelezea, mzee wa hii Dar es Salaam anaelezea kwamba alikuwa kwenye gari kapanda, siti zote zimejaa. Kuna kijana alikuwa karibu yake akapata siti. Kwa heshima kijana akamwambia mzee kaa. Alipokuwa anakaa chini, kwa maana kwanza alikataa, lakini baadaye akakubali. Mwambia sawa. Wakati anakaa, mwambia kijana wangu asante, akamgusa bega. Allahu akbar. Kijana akaeka fujo kwenye gari. Umeniibia ume wangu huu, akaanza kupiga fujo. Ikawa baadhi ya watu washaanza kuleta mhemko kwamba huyu mzee kama ni katika hawa uwawe. Hivyo subhanallah, imefikia sasa mpaka baadhi ya watu wakapata ustarabu, afadhali yake. Mzee anaelezea hapo, afadhali baadhi ya watu wakawastarabu, wakaanza kuuliza isije ikatokea hatua bwana tumemdhulumu mzee na kumtuhumu, wewe kweli uume hauna? Wakawa namuuliza. Sasa ule kijana akaanza kuchanganya maneno na kujingatangata. Kukatokea kijana ambaye akili za mtosha mwenyewe, akamvuta mbele ya gari pale. Alipomvuta mbele ya gari, akamvua nguo kwa nguvu. Kumvua nguo kwa nguvu akaonekana uume upo. Sasa ule mzee akamwelekea ule kijana, wewe ulikuwa unataka niuliwe? Maana muomba ya watu tayari wanakuona adui.